Yes, greetings people. Mambo vipi Tanzania? It's your boy Dimato Sweat Outaway 10 Plus TV Sweat Outaway. Timu ya taifa ya Reggae Tanzania, Reggae Boys tuko hapa. Hapa ni Kibaa Maili Moja. Tuko na Mkushi ndugu yetu hapa leo, tutafanya reason kidogo, tutazungumza. Yeye ni mwana sanaa. Kama unavyoona hapa kwenye bango hapa nyuma, anafanya sanaa ya muziki, ushonaji pia, lakini na sanaa zingine nyingi. Kwa hiyo anaitwa Ras Niko. Tuko naye hapa Kibaa. Greetings, mambo vipi kaka? Yes Rasta, peace kaka. Inakuaje? Amani kaka, za huko. Hapa Kibaa karibuni sana, tuko pamoja. Ni nyumbani kwangu kwa Ras Niko kama unavyoona hapo juu. Kuna kazi nyingi za sanaa zinazofanyika hapa, kiwemo muziki, ufundishaji wa kofia, ufundishaji wa culture, kuprint t-shirt pia na mambo mengine mengi ambayo yanaendelea katika eneo hili. Tupe kidogo biography ama safari ya Ras Niko kwenye sanaa. Yaani sanaa ulianza kujifunza ukiwa na umri gani? Na katika sanaa zote ambazo umezitaja hapo, ulianza na sanaa ya kuimba, ya ufumaji, ya ushonaji, ama ya kuprinti, ama ya nini, ama ya kuchora? Ipi ilianza? Katika sanaa zote ambazo nilianza nazo kaka, sanaa ya kwanza pia ilikuwa ni sanaa ya muziki ambayo nilitoka nayo shuleni. Nilikuwa na kipaji toka shule cha kuimba. Baada ya hapo sasa na kuingia katika sanaa ya kuimba, nikakutana na watu wengine pia ambao niliweza kuingia katika sanaa ya utengenezaji kazi za mikono, utengenezaji wa culture za mikono, necklace, bracelets. Baada ya hapo hatua ikazidi kuendelea kupata mwanga zaidi, naweza nikasema. Nikajikuta naingia pia katika swala la ufumaji wa kofia, utengenezaji wa kuprint t-shirt, uchoraji na mambo mengine mengi kabisa ambayo mpaka kwa sasa ndio yanaendesha pia maisha yangu. Nice. Kwenye sanaa ya muziki kuna msanii ama mwanamuziki ambaye alikufanya we akuvutie, kwa maana alikuinspire kufanya muziki, ama ni wewe mwenyewe tu? Kwa miaka ya nyuma kwa kweli, tukisoma primary, nafikiri shule ya msingi, mimi nilikuwa napenda sana kusikiliza nyimbo za Shaba. Yani nilikuwa mara nyingi nikiwa darasani na rafiki zangu, basi unakuta wananipigia zile beats kupitia madawati. Na kipindi kile unakuta Shaba ndo alikuwa na trend sana katika music, Shaba Chakademas, miaka ya 95, 96 mpaka 97. Sasa unakuta ile hali ilinijenga pia hata mimi kupenda ule muziki wake, ingawa kulikuwa na wanamuziki wengi kwa kipindi kile, lakini mtu ambaye tulikuwa tunapenda kumsikiliza au kusikilizwa alikuwa ni mtu kama huyo. Na nilikuwa hata nafanya performance zake za nyimbo zake, nilikuwa naziimba pia. Sawa, pia ulipata support ya familia au marafiki pia kipindi hicho? Kwa kipindi hicho kwa kweli nilipata support, naweza kusema hata shuleni pia. Kwa sababu kipindi namaliza primary mimi niliweza kuperform kwenye graduation yetu sisi. Niliweza kuperform na ilipokelewa vizuri kabisa, yani kuonekana kwamba nilikuwa na kipaji nikiwa toka shule. Lakini sikuwa na future kuja kuwa mwanamuziki. Nilikuwa nafanya kwa upendo wangu toka moyoni. Hizi sanaa zingine za uchoraji, ufumaji, ni kitu ambacho umesomea ama tu ni talent ambayo iko ndani yako? Hapana. Yani sanaa ya ufumaji, uchoraji, kwa mfano kama uchoraji ni kitu ambacho kimetoka, ni talent toka shule, lakini swala kama la ufumaji na utengenezaji wa arts kama culture ni swala ambalo nimefundishwa. Nimefundishwa kwa kweli. Ras Niko, pia umepata bahati ya kufanya kazi chini ya ofisi ya mkuu wa mkoa hapa Kibaa, na tumeona pia kuna sanaa moja pale ya askari. Sisi tumeipenda sisi kama timu ya taifa ya Reggae, na tunakupongeza pia kwa sababu umefanya ubunifu hali ya juu sana.
tuambie siku ambayo hii taasisi ya mkuu wa mkoa wanakuamini kwamba Rasniko njoo bana tufanye kazi pamoja. Yaani nafasi ulipata vipi kwa kifupi? Of course ilikuwa ni siku ambayo mimi nilikuwa nimekaa nikiwa ofisini nafanya kazi zangu za kila siku, na hiyo siku ambayo nilikuwa nimekaa kesho yake ilikuwa ni siku ya mashujaa kimkoa. Sasa ile arts ya pale ofisini huwa kila mwaka inafanyiwa repair. Waliletwa maengineer kutoka Dar es Salaam. Wale maengineer wakawa wameiangalia ile kazi na nini, lakini ile kazi kidogo ikawa imewashinda, naweza nikasema. Kana mazoezi mengi. Kutokana na pia wao hawakuwa ni maartist, wao walikuwa ni watu wa kupiga nyumba rangi. Kwa walikuwa kuna baadhi ya vitu material na nini hawajui jinsi gani wanaweza wakafiti ikaweza kutokea arts kama ile. Kwa hiyo ilibidi waonyesho, kaambiwa bwana mfuateni yule kaka pale anaweza akawapa maelekezo. Na ndo wakaja kwangu wakaniambia bwana kaka, sisi hatujui lolote kuhusu swala hili la uchoraji. Kwa hiyo tunaomba utusaidie wewe kama artist. Utuambie nini kinahitajika na utusaidie kufanya hii kazi. Basi na mimi sikusita kwa support. Lakini haikuwa kazi yangu mimi kutoka ofisini. Yaani ilikuwa ni kazi ya maengineer walipewa kutoka Dar es Salaam kuja kufanya ile kazi. Rasniko, pia support ya viongozi katika muziki wako pia ipoje? Wanakusupporti pengine kwenye sanaa yako ya muziki? Kwenye sanaa yangu ya muziki kwa kweli support naweza nikasema sio sana kwa viongozi. Kwa sababu bado hajaanza kupata kile nilichokuwa nacho mimi. Baadhi ya wachache wanaweza kugundua, wanajua, na baadhi ya wengi waliokuwepo katika ofisi yangu bado hawajaweza kuamini kile ambacho nakifanya kwa sasa. Ila wapo ambao wananisupport. Tukumbushe pia kipindi ambacho unakwenda studio kurekodi ngoma yako ya kwanza ilikuwa ni lini na ngoma ilikuwa inaitwaje? Okay, of course mimi nimeanza kufanya music 2001 kaka. 2001 niliweza kuzungumzia maendeleo ya mkoa wa Pwani. Ndio msanii wa kwanza pia katika swala kabla kuingia kwenye reggae nilikuwa nimetokea hata katika kusimamisha muziki wa Bongo Flava. Nilifanya muziki ambao ulizungumzia maendeleo ya mkoa mzima wa Pwani huu, ambayo nilitokea kwa Mika Mwamba, producer wangu. Sasa hivi kwa kipindi hiki tuko naye yuko alirudi kwa Finland. Sasa mkoa wa Pwani iliweza kufanya vizuri na kuweza kuzungumzia mambo mengi sana ya eneo hili la Pwani naweza nikasema. Lakini baada ya hapo niliendelea kubadilika kwa sababu haikuwa pia vision yangu mimi. Kwa kipindi kile unakuta music kwa hapa kwetu Tanzania, muziki ambao ulikuwa unasikilizwa zaidi ndio ulikuwa ni huo. Kwa hiyo ilikuwa basic yangu ikawa nafanya hiyo kitu yani. 2005 nikaweza tena kuingia studio kwa kaka moja anaitwa Baucha. Baucha niliweza kufanya nyimbo inaitwa Mziki Kazi, lakini hiyo pia ilikuwa na maazi ya reggae na hip hop ndani yake. Nao pia ilifanya vizuri, ikaweza kunikutanisha na baadhi ya maartist pia wakubwa. Kwa kipindi kile nilikuwa na kaka mmoja anaitwa Afande Sele nafikiri. Tuliweza kujoin tukawa wote kwenye matamasha na nini, sababu ya kipindi kile alipata nafasi ya kuchukua tuzo ya mkali wa rhymes. Kwa alitokea mimi kukubali kazi zangu. Akaniambia wewe, mimi nikiwa kama mfalme basi wewe ni kama mkuu wa mkoa. Yaani mimi nawakilisha ni Tanzania ila na makamo wangu. Kwa wewe ndio utakuwa huko pamoja na mimi. Kwa tukawa tunafanya kazi pamoja na huku sometimes nafanya arts zangu za mikono. Maisha yakawa yanaendelea kwa staili hiyo mpaka sasa hivi. Nipo na mkushi hapa Rasniko, mwanasana anafanya muziki, ameshaanza kutusimulia kidogo safari yake muziki mpaka sasa. And pia Rasniko
Nataka pia kidogo watazamaji wa 10 Plus TV muda huu kupitia Reggae Doors utupatie vibe za kitambo, kama kuna kapela kidogo ama freestyle, mtupe hizo vitu tusikie. Okay. Ya vibe ya kitambo kaka. Yoyote ile. Mimi nafikiri nitafanya mkoa wa Pwani kwa sababu ni nyimbo ambayo pia iliweza kutambulisha mkoa pia na kuweza kusimamisha hata ya muziki wa Bongo Flava katika tasnia ya muziki Tanzania. Mpaka leo hii vijana wanapata chakula, wanaishi, wanaendesha magari, wanajenga majumba. Kwa mimi pia ni mmoja wapo katika mpiganaji kwenye hizo harakati. Basi nadhani ngoja niwapatie vibe. Fanya mziki kazi so bitos, ni burudani tu ndani ya pale, ni burudani tu ndani ya pale. Tunafanya mziki kazi so mapenzi, tunafanya mziki kazi so bitos, ni burudani tu ndani ya pale, ni burudani tu ndani ya pale. Of course hiyo ilikuwa ni nyimbo yangu ya kwanza katika maisha yangu na safari yangu ya muziki. Lakini safari haikuishia hapo, bado niliendelea kupambana kwenye harakati, niliendelea survive katika kila jambo ili kuweze kufanikisha malengo yangu katika muziki. Niliweza kuingia tena studio na kufanya nyimbo ya pili ambayo ilikuwa kwa Baucha Records. Ilikuwa inaitwa Mziki Kazi mwaka 2004 kwenda na 5. Nafikiri ni introduction kidogo inaweza kunielewa ni jinsi gani niliweza kupambana katika harakati. Na baada ya miaka 3 nilipata nafasi ya kusafiri kwenda Arusha kufanya album na studio moja inaitwa Watengwa. Nafikiri pia nikawa na bendi moja inaitwa Warriors from the East, kina Kaka Magele, Rasi Magele, au pia wanahusika zaidi katika masuala ya reggae. Na tuliweza kuwa pamoja nikiishi Arusha tukiwa tunaperform kupitia bendi yetu ya Warriors, lakini huku pia nikipata muda na ingia studio na kufanya kazi na Watengwa, akiwemo producer wangu kipindi hicho anaitwa Chindo. Nilifanikisha kufanya album na pia na kuendelea kufanya performance zangu za muziki wa live band nikiwa na Warriors from the East mpaka 2009 na kuweza kurudi Dar es Salaam kuweza kurelease albamu yangu. Maisha yakawa yanaendelea kwa staili hiyo Rasta. Mtazamaji, bila shaka umeona uwezo wa kufreestyle ya Ras Niko hapa. Amefreestyle ngoma zake za kitambo, imekuwa poa sana bana. Ras Niko, sasa tunatamani kufahamu so far unatubless na ngoma mpya zipo ngapi, ziko tayari kuja kuziachia? Tuambie. Yes kaka, ni kweli kabisa. Kwa sasa na project ya reggae ambayo nimeanza na nyimbo inaitwa Mkushi Wekania. Nikimaanisha Mkushi Wekania na maanisha Afrika nzima, simaanishi Tanzania. Nafikiri kama wewe Rasta utakuwa unalijua hilo swala, sababu sisi wakushi ni wa Afrika wote. Kwa hata hii album yangu mimi naamini itaitwa Mkushi Wekania, ambayo itakuwa basic kwa Afrika nzima. Big time. Yeah. Itakuwa na vitu vingi ambavyo vitaweza kumfanya mtu mweusi ama Mwafrika kuweza kujifunza mambo mengi kupitia tamaduni yake ya Kiafrika. Ndio lengo na mazumuni yangu mimi kwa sasa. Naweza tupa kidogo kionjo kwenye hiyo vibe ya Mkushi Wekania? Ya. Mkushi Wekania, tunga njia, achana kidunia. Mkushi angalia, utaangamia, yona mambo ya lolaniwa. Mkushi Wekania, tunga njia, achana kidunia. Yo mkushi angalia, utaangamia, yona mambo ya lolaniwa. Sisi ndo wakush na wala so wazush, imani kwetu dini, shetani ndiyo nani, mbona yuko akilini. Sisi hatuna siri, ukweli ndiyo dili. Kili saluti japo akilini, wakati ndiyo wa sasa, naona mwangaza, mzuka na kipaza na kaza.
Mkushi nimesimama, nimeshatoa mwanga kwani nishasota sana. Nimeshaona mangapi yasiyoshindikana, kwangu jembe na shoka ndipo singo lipotoka. Kama ninavokili vibaya kuiba, jasho la mnyonge kutwa kutaabika. Nipata shika siku itapofika, pala pande tapopigwa kwa wenye vipala. Msala wovo una nguvu na tena unatisha, mika sana visa safari sijafika. Nite Mtanganyika no ale nini Afrika. Yamani Mkushi weka nia tunga njia, achana kidunia. Mkushi angalia utaangamia, yona mambo ya lolaniwa. Mkushi weka nia tunga njia, achana kidunia. Yo Mkushi angalia utaangamia, yona mambo ya lolaniwa. Yaman. Yes massive, big up sana kaka. Sasa tunamalizia kipindi chetu hapa cha Reggae Doors. Wasikilizaji na watangazaji pia wanakupataje kwenye mitandao ya kijamii, ambapo kama umeshaweka muziki yako huko wanaipata vipi, au bado hujaweka muziki huko? Nafikiri kwa sasa ndo tupo kwenye hizo processes za kuweza kufungua accounts katika mitandao ya kijamii. Nafikiri itachukua muda gani pengine? Haitochukua muda, nafikiri ndani ya miezi kama 2 kaka, kila jambo litakamilika, kwa sababu kila jambo pia huwa linaenda kwa hatua. Muda ukifika pale basi tutaweka wazi wananchi. Mimi nafikiri tukizungumzia kwa sasa album ya Mkushi weka nia, hatuzungumzii Tanzania tu, kwa sababu wakusha wako Tanzania tu kaka. Wakushi wako Amerika, wakushi wako Jamaica, wakushi wako Ethiopia. Kwa sisi kama wakushi kutoka Tanzania, basi tuna kitu chetu ambacho tunahitaji kuwapa wa Jamaica, tunahitaji kuwapa wa South Africa, sababu ni jamii ya kikushi pia yote hiyo. Kwa watarajeni jambo kubwa litatoka kwa Rasniko na timu yake pia, kwa sababu pia kuna wakushi wengine wapo wanafanya kazi pia. Yani of course pia naweza kusema naongea pia na wadau wa muziki pia waweze kusupport hata harakati za muziki wetu. Tuweze hata kwa muda fulani tukikamilisha album tuweze kuipata hata matamasha tukizunguruka Afrika nzima. Si tu tuweze tukafanya tamasha Arusha au tukafanye tamasha sijui Dar es Salaam, hapana. Kuna Nairobi, kuna Uganda, kuna Zimbabwe. Wote huko wanatuhitaji pia, wanahitaji chakula chetu cha ubongo. Kaka. Yes, bila shaka umeenjoy kuitazama Reggae Doors, mazungumzo na Mkushi hapa Rasniko. Tuko maeneo ya Kibaha Maili Moja, imekuwa poa sana, nimependa mazingira ya huku yako tulivu sana. Yaani sauti tu za nigga zinasikika, au sio Mkushi? Man, ni kweli kabisa. Kibaha ni Zion. Hapa ni Zion na hapa ndo kwa Mkushi niko. So endelea kuicheck Reggae Doors ndani ya 10 Plus TV. Suni time ya ngoma 5 kali ndani ya Reggae Doors zina come up. Yes I